Kwa uelewa wetu sisi mdogo wa kamati tendaji tulijadiliana kwa mapana zaidi kwamba kesi ya uhaini haina dhamana na vile vile hukumu yake ni kunyongwa. Sasa tunataka tumuulize Mama Samia, je, anataka kumnyonga mwenyekiti wetu wa chama taifa? Na kama anataka kumnyonga mwenyekiti wa chama taifa, aandae makaburi ya kutosha, maana yake atakwenda kutunyonga sisi pamoja. Si ndio jamani makamanda? Ndio. Ninamaanisha hivi, kwa uelewa wetu mdogo kama kamati tendaji ya jimbo la Geita, kesi ya uhaini ni kesi ambayo haina dhamana. Si ndio jamani viongozi? Ndio. Si ndio jamani? Ndio. Na kesi ya uhaini hukumu yake ni nini? Kunyongwa. Si ndio jamani? Ndio. Si ndio jamani? Ndio. Sasa kama wakimnyonga mheshimiwa mwenyekiti wetu, waandae makaburi mengi ya kutufukia, kwa sababu hatutakubali, tutanyongwa pamoja naye. Si ndio jamani kamanda? Ndugu waandishi wa habari, sisi tunajua mazingira yaliyokuwa kwenye uchaguzi. Tunafahamu no reform, no elections ni mstakabali mzima wa mapinduzi na mageuzi ya kwenda kuheshimisha kura ya mwananchi ya kwenda kuichagua kiongozi anayemtaka. Hivyo basi, no reform, no election ni mkombozi wa fikra mfu kwa Chama cha Mapinduzi, manake CCM, ambao wanaamini kiongozi anapatikana hadi wamwage damu ya Watanzania wasiokuwa na hatia kwa kutumia jeshi la polisi. Tunamtaka na kumuomba Rais wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kumwachia mara moja mwenyekiti wetu wa chama taifa, kwa sababu Chadema sio wahaini wala Lissu sio muhaini, bali Lissu anasimamia no reformers, no election, anatoa elimu ya uraia kwa Watanzania wote na wananchi kwa ujumla, kwa kutambua haki hizo za kuishi, kuchagua kiongozi unaomtaka, heshima ya kura ya mwananchi, haki ya msingi ya kupiga kura na kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka wananchi awaongoze. Hivyo basi, tunatangaza kuanzia leo kuwaelimisha wananchi kutaka kuchagua kiongozi wanaomtaka na kura yao iheshimiwe. Huo sio uhaini. Sema makaburi yawe mengi kwa sababu maana sasa Watanzania tunakwenda tunatiishiwa. Ukiangalia mwenyekiti wetu wa Babicha pale wilaya ya Misungu, mkoa wa Mwanza, wilaya ya Misungu, hatujui alikwenda wapi. Wamemkamata tuna kumpoteza. Wameanza hivyo CCM. Kwa hiyo kumbe mpaka tutakavyokuwa tunaendelea hivi, bado tutaendelea kuchimbiwa nini? Makaburi. Kwa sababu mpaka sasa hivi linaandaliwa na fikira mwenyekiti wetu taifa. Na kama Makara alisema aligusia kitu ambacho ni cha mauaji ya watu wengi, hajachukuliwa hatua yoyote ile. Leo sisi tunaandaliwa kusema neno kwamba mabadiliko ya katiba yawepo, basi sisi tunaanza kukamatwa na kupotezwa. Tayari tunaanza pia kukamatwa na kuwekwa ndani na kufunguliwa kesi za uhaini kwa sababu wanashikilia dola. CCM wana habari kama hii, hata kama ukiweka shati. Lakini mpaka wataipigania ile shati itashinda. Watamwacha huyu mtu eti kisa ni chama kingine. Ni kwa nini? Jamani, tunateseka. Tunamuomba Tundu Lissu atoke gerezani, tuje tuchape naye kazi na tufanye kazi. Bisa kwa majina anaitwa Samuel Rioba Muita, ni mjumbe mkutano mkuu taifa tokea jimbo la Geita vijijini. Kwanza kwa Mtanzania yoyote, acha sisi wana Tanzania na wana Chadema, watu wengi wamesikitika sana kamba mwenyekiti amekamatwa. Ndio ameanza hiyo operation ya siku 24 huko mikoa ya kusini huko. Wanamkamata, wanamwandikia kesi. Je, kama hii elimu itazunguka nchi nzima, mbona hao watu wanarara na viatu mapema? Sasa ndugu waandishi wa habari, sisi kama Watanzania na wanachadema tunarani sana kitendo cha mwenyekiti wetu kukamatwa kwanza, kitu cha kwanza hicho. Kwa hiyo tunawataka watawala ambao ni serikali ya Chama cha Mapinduzi wamwachie mwenyekiti wetu mara moja bila masharti yoyote. Nimepokea taarifa hizi za kukamatwa mwenyekiti wetu wa taifa Tundu Lissu. Hapa nilipo kwa ujumla nafikiri ninaumia sana. Manake ninajua
Tumekaa naye siku nyingi, hatujasikia taarifa ya uhalifu kama huo. Bali leo hii tunashangaa wana Chadema kumkamata mwenyekiti wetu wa taifa Tundu Lissu. Tunawaomba, akiwa ni Rais Samia Suluhu Hassan, tunamuomba amwachie. Manake hapa tulipo kama ni vile hatutakubali sisi kukandamizwa. Kwanza mimi mwenyewe nilikuwa wakala kipindi cha uchaguzi wa vijijini. Pia nilikuwa mgombea wa ujumbe wa kijiji. Lakini nilikandamizwa. Jibu likaja kwamba wewe haufai. Nikaona ni sawa. Kwa vile kukandamizwa, tumekataa chama kama chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunaomba Tundu Lissu aachiwe mara moja.